Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa atembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana jijini Dar es Salaam na kuahidi ujenzi wa majengo mapya kuboresha miundombinu ya hospitali hiyo. Na katika michezo, Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limezindua tuzo za Rising Star Award, ikiwa ni tuzo ya msanii chipukizi itakayokuwa ikitolewa kila mwezi kwa kipindi cha miezi 6 mfululizo. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Ereki ambaye atakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amefanya ziara ya kikazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana jijini Dar es Salaam, ambapo ameahidi ujenzi wa majengo mapya ya hospitali hiyo ili kuboresha miundombinu na kuongeza ubora wa huduma za afya kwa wananchi. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Waziri Mchengerwa amesema hospitali hiyo ni miongoni mwa hospitali kongwe, hivyo inahitaji maboresho makubwa ili kuendana na ongezeko la mahitaji ya huduma za afya. Mchengerwa alikagua maeneo mbalimbali ya hospitali hiyo, ikiwemo wodi za wajawazito, vyumba vya kujifungulia na wodi za watoto wachanga, ambapo ameutaka uongozi wa hospitali kuendelea kusimamia utoaji wa huduma bora, hususani kwa makundi ya kina mama na watoto. Serikali tumeridhika kabisa kwamba tuna kila sababu ya kufanya maboresho makubwa ya kujenga majengo mapya ambayo yatakidhi kutoa huduma kwa Watanzania wa Dar es Salaam wanaokuja kupata huduma katika hospitali hii. Kwa hiyo tumetoa maelekezo mahususi kwa mganga wa mkoa anayeshughulika na hospitali hii ya rufaa, lakini pia kwa katibu mkuu kuona namna ya kusaidia ili tuweze kutekeleza azma hii ya kuwahudumia Watanzania wanaokuja kwenye hospitali hii. Katika hatua nyingine, Waziri Mchengerwa amezungumzia mlipuko wa mafua makali, ambapo amesema serikali imejizatiti kufuatilia mwenendo wa ugonjwa huo kwa kushirikiana na vitengo maalum vya ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko. Katika nyakati zote, hata pale ambapo hatuwatangazii Watanzania, lakini wajibu wetu sisi ndani ya wizara tunavyo vitengo maalum. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha wanafuatilia mienendo mbalimbali ya magonjwa mbalimbali, na taarifa zao zinatusaidia ndani ya wizara kutengeneza takwimu sahihi ili kusudi pale ambapo tunapaswa kuwataarifu wananchi, tutawataarifu wananchi ili kuweza kuchukua tahadhari. Baadhi ya ndugu wa wagonjwa walizungumza na Channel 10 kuhusu ziara ya waziri wa afya hospitalini hapo. Hiyo kwa ziara ambazo anazifanya inawezekana zikaleta tija. Sasa Watanzania bila kusimamiwa hatuwezi kujiendesha. Wagonjwa wa figo watusaidie, kama bima iwepo, kwa sababu figo inatumia gharama hela nyingi sana. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Waziri wa Maji Juma Aweso amevitaka vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii CBUSO kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji bila visingizio kama ilivyo adhma ya serikali. Mwandishi wetu Leonard Mwacha anaripoti kutoka Dodoma. Vyombo hivyo vilianzishwa kwa lengo la kusimamia na kuendesha miundombinu ya maji na usafi wa mazingira vijijini. Akifungua mkutano mkuu wa kwanza wa mwaka wa RUWASA na vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii CBUSO, Waziri Aweso ametaka wataalamu wa vyombo hivyo kutatua changamoto zinazokwamisha jamii kupata huduma ya maji kwa wakati. Tuna kazi moja ni kuhakikisha wananchi kule vijijini huduma wanaoipata inakuwa huduma iliyo bora. Unakuta mwananchi kijijini anakosa maji wiki 3, wiki 4. Sababu nini? Wewe unaweza ukadhani labda hakuna mradi, unaambiwa sababu kwamba eti luku imeisha. Nataka niwaambie ndugu zangu, management ya RUWASA mpo, bodi ya RUWASA mpo na CBUSOs mpo. Hatutovumilia na hatutaki kusikia mwananchi kijijini anakosa huduma ya maji eti kwa sababu luku hamna. Haiwezekani. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mwajuma Waziri ametaka watoa huduma kudumisha mahusiano na jamii ili kurahisisha utoaji wa huduma, huku mkurugenzi mkuu wa RUWASA akibainisha mpango wa kupeleka maji katika vijiji vilivyosalia. Kwa hiyo lazima tuwathamini wananchi, wale ndio mabosi wetu, wale ndio wanaotuweka mjini. Kwa hiyo mahusiano na wale na kutumia lugha ambayo ni nzuri
ni kitu ambacho kinahitajika sana. Moja ya target ambayo tumeweka ni kufikisha maji kwenye vijiji hivi, na Mheshimiwa Katibu Mkuu kashatupa maelekezo mahususi. Tumeshafanya screen kwa kushirikiana na mameneja wetu wa mikoa. Tumeshapata vijiji hivi 1575 viko wapi. Sisi tunatekeleza na tutafuata maelekezo yako ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaendelea kupata huduma safi na salama. Kwa sasa upatikanaji wa maji vijijini umefikia 85.2, huku miradi zaidi ya 3000 ikiendelea kutekelezwa, ikiwa ni jitihada za kuongeza wigo wa upatikanaji wa maji. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wakati Tanzania ikiendelea kuagiza zaidi ya 90% ya mahitaji ya ngano kutoka nje ya nchi, juhudi za kuongeza uzalishaji wa ndani zimepata msukumo mpya kufuatia uzinduzi wa viuatilifu 10 vipya vinavyolenga kuwasaidia wakulima wa ngano, shayiri na mazao mengine kukabiliana na changamoto ya wadudu, magonjwa pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwandishi wetu Jamila Omar anaripoti kutoka. Katika hafla ya uzinduzi iliyofanyika jijini Arusha, kampuni ya Balton Tanzania imezindua viuatilifu vipya vinavyodaiwa kuwa na teknolojia ya kisasa ya kuzuia usugu wa wadudu na kudhibiti magugu sugu yanayopunguza mavuno shambani. Akizungumza katika uzinduzi huo, meneja mkuu wa kampuni hiyo Jacob Voster amesema lengo ni kusaidia juhudi za taifa katika kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati. We need quality products, and in the market you find a lot of products that you buy the bottle or the customer buy the bottle, and it's not always what's in the bottle that says on the bottle. Mtaalamu wa sayansi ya mimea wa kampuni hiyo Chonya Wema amesema viuatilifu vilivyozinduliwa vinatoa suluhisho la aina mbalimbali kulingana na changamoto ya zao husika. Tunaelewa kabisa kwa nyakati za hivi karibuni kupata watu wapalizi kwa kutumia mkono au jembe la mkono imekuwa ni ngumu sana. Hasa ni mmoja ya mbinu sahihi za kumsaidia mkulima kuja na teknolojia mpya ya kutumia viuatilifu katika shughuli zake za palizi. Juhudi hizi zitawapandisha wakulima mazao kwa sababu bidhaa wanazotumia ni bora. Wataalamu wanasisitiza kuwa pamoja na matumizi ya pembejeo bora, elimu sahihi ya matumizi ya viuatilifu ni muhimu ili kuongeza tija bila kuhatarisha afya za wakulima na mazingira. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wafanyabiashara wakubwa mkoani Dodoma wameiomba serikali kuimarisha ukaguzi wa bidhaa katika maeneo ya mipakani, wakisema hatua hiyo itasaidia kudhibiti bidhaa feki na zisizo na ubora kuingia sokoni. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Wafanyabiashara hao wametoa wito huo jijini Dodoma wakati wakijengewa uwezo wa kutatua migogoro ya ushindani katika soko, mafunzo ambayo yametolewa na Baraza la Ushindani FCT. Imeingia mpaka kwenye soko. Mfanyabiashara yule kumbuka kwamba fedha ile anayoendelea kununulia amekopa, aidha amekopa benki. Lakini athari inayokuja inapochukuliwa bidhaa inaenda kuteketezwa pasipo kujua. Lakini wakati huo kuna mamlaka za kudhibiti ziko kuanzia bandarini na sehemu zingine zote ili bidhaa feki singe sokoni. Sasa rai yangu ni ombi kwamba serikali iangalie kwamba athari inayopata kwa biashara, wengi wanatoka kwenye mzunguko wa biashara kutokana na bidhaa feki. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya sheria ya Baraza la Ushindani FCT Kulwa Msogoti amewasihi wananchi pindi wanapobaini uwepo wa viashiria vya ukiukwaji wa ushindani wa kibiashara kutoa taarifa katika baraza hilo, kwa kuwa ndicho chombo pekee cha kupokea, kusikiliza na kutolea maamuzi kesi au mashauri yote ya rufaa yanayohusu ushindani wa kibiashara. Baraza limeweka mfumo wa kesi ambapo sasa hivi mtu unaweza ukasikiliza ukaleta shauri mbele ya baraza bila kufika mwenyewe physically. Unaweza kuwa Mtwara, Lindi, ukafaili kesi yako electronically na ukaweza kuisajili. Akizungumza na wadau hao, kaimu katibu tawala mkoa wa Dodoma Mojabu Nyamkomora amehimiza elimu ya ushindani kuifikia jamii. Issue ni kuhakikisha kwamba biashara zetu zinakwenda katika misingi inayoeleweka, mazingira ambayo yameandaliwa na serikali kweli hakikishe hawa watu wana graduate kwenda juu zaidi badala kudidimia na kurudi chini. Tume ya ushindani inadili na masuala ya bidhaa feki. Kwa hiyo mashauri ya bidhaa feki kutoka tume ya ushindani yanakuja kwetu Baraza la Ushindani, lakini nje ya hayo vile tunasikiliza masuala ya mawasiliano kutoka TCRA, LATRA, EURA, PURA pamoja na TCIA. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma.
Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Ilemela jijini Mwanza kimesema utekelezaji wa ilani yake unaridhisha baada ya serikali kutumia shilingi bilioni 58.4 kutatua kero ya ukosefu wa huduma muhimu za kijamii. Taarifa zaidi na Henry Kavirondo. Halmashauri yetu ya manispaa, lakini pia akisoma utekelezaji wa ilani ya CCM kwa mwaka 2020-2025 katika kipindi cha miezi 6, mkuu wa wilaya ya Ilemela Amiri Mkalipa amesema miradi iliyotekelezwa inahusu sekta ya umeme, maji, elimu, barabara na afya. Uwezo wetu wa kuzalisha maji ni lita milioni 138 kwa mwezi kwa siku. Uwezo wetu milioni 138. Mahitaji yetu ni milioni 180. Ndani ya kipindi hicho, baada ya utekelezaji huo kufanyika, wilaya ya Ilemela inapendeza, huku maboresho ya kisadifu kilichoahidiwa katika ilani, hatua inayoibua tumaini jipya kwa wananchi kuendelea kukiamini chama hicho. Eneo la miundombinu imeendelea, ujenzi wa barabara ya Buswelu ya Madope ya Muongoro kilomita 9.5, uwekaji wa taa za barabarani, ujenzi wa barabara ya Buswelu Coca-Cola 3.3 na kuweka taa za barabarani. Mafanikio hayo yanamleta mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Ilemela Yusuf Bujiku akiwataka viongozi wa CCM kata, mitaa, vitongoji na mashina kuwaeleza wananchi mazuri yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6. Serikali yetu upande wa maendeleo imefanya vizuri. Na kama upande wa maendeleo imefanya vizuri, sasa inabaki sisi kwetu kufanya siasa. William Kafiti ni mbunge wa jimbo la Ilemela. Jambo letu kuu ni moja, ni kuhakikisha tunasukuma kete ya maendeleo kwa wananchi wetu. Na lile tabasamu aliloliahidi Mheshimiwa Rais, basi ninaamini muunganiko wa timu iliyoko hapa ndio mafanikio ya wilaya yetu ya Ilemela. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Wakulima wa korosho kupitia chama cha msingi cha Muungano AMCOS katika manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameiomba serikali kupeleka maafisa kilimo katika mashamba yao ili wawapatie elimu ya kutatua changamoto za zao la korosho ikiwemo magonjwa na ubora wa korosho wakati wa mavuno. Mwandishi wetu Adam Malimana ripoti. Wakizungumza katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika katika mji mkongwe wa Mikindani, wakulima hao wanaeleza kuwa pamoja na visumbufu vya mikorosho vilivyopo, pia wamekuwa wakivuna korosho ambazo kwa nje zinaonekana kubwa, lakini baada ya kumenya zinakuwa hazina korosho karanga, jambo ambalo linawapa hasara. Mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanapelekea hata ubora wa mazao ya korosho kuwa yanaporomoka kwa kasi zaidi, kiasi kwamba sasa hivi kama vyama vinahitaji, tuna ombi la pamoja kwamba bodi ya korosho ikishirikiana chama kikuu na watu wa utafiti pale TARI wangeunganisha mawazo kwa pamoja kuangalia namna bora ya kusaidia. Kuna magonjwa yanatokea hususan wakati wa zile tegu zinapozaa. Kwa hiyo kuna magonjwa yanatokea kuhusu korosho, kwa hiyo zinaharibika. Kwa hiyo tunaomba wachunguze zaidi. Tunaomba watembelee vijiji vyetu, kata zetu, mitaa yetu ili wasikilize wananchi hawa, watoe elimu juu ya masuala mazima ya kilimo. Kutokana na tatizo hilo, bodi ya korosho imepeleka maafisa kilimo 23 ambao watashirikiana na watafiti wa zao la korosho kutoka TARI na Liendele ili kutoa elimu kwa wakulima hao. Changamoto kwamba wana baadhi ya miti ya mikorosho ambayo inazaa mikorosho na wanapoenda kuikata ndani wanakuta hamna kitu. Tutashirikiana na wenzetu wa kituo cha utafiti TARI na Liendele ili tuone kwamba changamoto ni nini. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Jumuiya ya uhifadhi wa misitu ya jamii Zanzibar Jumijaza kupitia taasisi ya Terra Global imeendelea kuboresha shughuli za uanzishaji wa vitalu vya miche ya miti mkoa wa Kusini Pemba, hatua inayolenga kuimarisha uhifadhi wa misitu na kuongeza wigo upandaji miti katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Kupitia mpango huo, Jumijaza imekuwa ikitoa mafunzo na vifaa kwa vikundi vya hifadhi juu ya namna bora ya kuandaa vitalu, kuchagua mbegu bora na kutunza miche hadi kufikia hatua ya kupandikizwa shambani. Wakizungumza baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, viongozi wa kamati za hifadhi mkoa wa Kusini Pemba wameeleza shukrani zao kwa Jumijaza kwa mchango wake endelevu wa vifaa vitakavyosaidia utayarishaji wa vitalu vya miche ya mikoko. Tunashukuru sana Jumijaza
kwa sababu ni jumuiya tulioichagua sisi wenyewe kwa ajili ya kuisimamia misitu yetu tunayotaka kuingia katika biashara ya hewa ukaa. Kwa sababu ilikuwa tunapanda mikoko katika kuatika chini, lakini sasa hivi tutapanda mikoko kwa kutumia vitalu, kwa sababu ilikuwa tukipanda kutokana na ardhi wadudu walikuwa wanavida. Ili tunashukuru sana kwa kupata msaada huu, na tunaamini kupitia Jumijaza shughuli hizi zitakwenda kama ilivyopangwa. Kwa kweli tunafurahi katika jumuiya hii kutuletea vifaa vya upandaji wa mikoko au miti katika shehia yetu kwa ajili ya uhifadhi wa miti. Kwa upande wao, viongozi wa Jumijaza wamesema vifaa vilivyotolewa vitasaidia kuongeza ufanisi katika utayarishaji wa vitalu vya miche ya miti kwa ajili ya kupanda katika maeneo ya hifadhi, jambo ambalo litasaidia kurejesha uoto asili na kuongeza thamani ya misitu. Na tunaamini kwamba vifaa hivi vitatunzwa na vitafanywa kazi kwa mujibu wa mafunzo tuliowapatia. Na jamii tunaomba iwaunge mkono hii hofma iliyopo katika sheria zetu ili tupate miche mizuri zaidi na tuhifadhi misitu yetu kwa makini zaidi. Kupitia wataalamu wetu wa idara ya msitu wametuelekeza namna vifaa bora ambavyo kwa vinahitajika, hasa upande wa vifuko polythene kwa ajili ya uatikaji wa mbegu za mangrove. Kwa hivyo tumefuata ushauri wao wa kununua polythene za nchi 3 na zile za nchi 4. Zote zinaendana kulingana na aina ya mbegu ambazo kwa zinahitajika kutumika. Kwa hivyo ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limezindua tuzo ya Rising Star Award, ikiwa ni tuzo ya msanii chipukizi itakayokuwa ikitolewa kila mwezi kwa miezi 6 mfululizo, ikilenga kuinua na kuwashika mkono wasanii chipukizi nchini. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi msaidizi wa muziki kutoka BASATA Kevin Stanlaus ameeleza lengo la tuzo hizo sambamba na vigezo vya wasanii watakaoshiriki Rising Star Awards, huku kwa upande wa mshauri wa kimataifa wa sanaa na utamaduni kutoka ubalozi wa Ufaransa Flora Lose amesema watatoa ushirikiano mkubwa katika tuzo hizo ili kuibua vipaji vipya vya sanaa na utamaduni, huku mwakilishi wa katibu mtendaji kutoka BASATA Lilian Shayo akitoa wito kwa wasanii kuchangamkia fursa hiyo. Ni tuzo kwa ajili ya wasanii chipukizi ambao tayari wana kazi zao, wana nyimbo zao, wana ngoma zao walishazitoa, lakini kwa namna moja ama nyingine hazijaenda au kuna namna fulani watu wanasikiliza lakini hazijafika katika ule ukubwa. Kwa sisi tumeona tuje na kitu cha kuwashika mkono hawa watu, wawasilishe nyimbo zao Baraza la Sanaa la Taifa, zitachambuliwa na timu ya wataalamu kutoka BASATA, lakini wataalamu kutoka kwenye industry, na zitatolewa zitatolewa nyimbo 10, ambazo hizi nyimbo 10 zitapelekwa tena kwa wataalamu, zitatoka 5 na baadaye zitapelekwa kwa ajili ya kupigiwa kura. BASATA Rising Star Award ambayo tunaizindua leo, nataka kusema kwa ushirikiano wetu unaendelea. Tunafanya kazi kwa bidii na tutakuwa na programu zingine ambazo tutazitangaza sio muda mrefu hapa. Hii ni fursa ya kipekee ambayo Baraza la Sanaa la Taifa imetoa kwenu. Kwa hiyo wasanii popote mlipo nchi nzima, tujitokeze kuchangamkia hii fursa, hasa wale wasanii chipukizi. Kutoka Dar es Salaam, Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Asante Eden Bahati kwa kutuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.